إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وبعد. Ndugu mtazamaji wa kipindi hiki, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, kutaka sala na salamu zimfikie mwalimu wa umma bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni furaha adhim Allah subhanahu wa ta'ala kutuwafikisha mimi na wewe kukamilisha mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala yale yote ambayo tumefanya ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani, ikiwemo saum, visimamo vya usiku, sadaqat na mengineyo mengi ya kumdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atukubalie amali hizi. Ndugu katika imani, suala la wewe kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, hiyo ni neema adhim, na yapaswa hilo tu wewe kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wako ambao huenda walitaraji na wao waingie katika Ramadhani, lakini hawakuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni taufiki ya Allah kwa wewe kukuwafikisha. Basi yatakiwa urejeshe shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na kurejesha shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala si wewe tu kusema alhamdulillah ikatosheleza, la, bali yapaswa ukithirishe kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kuswali sana, kufunga sana katika swaumu zile za sunna, ambazo swaumu ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ya mwezi mzima ndiyo hiyo iliyomalizika katika masiku yaliyopita karibuni. Lakini bado kuna swaumu nyingi za sunna. Kuna swaumu ya siku ya Jumatatu, wewe kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna siku ya Alhamisi, kuna ayyamul bidh, masiku meupe. Lakini kuna swaumu yaumu Arafa, kadhalika kuna swaumu yaumu Ashura, na swaumu nyingi kama vile ilivyo swaumu ya Nabiiullah Daud, kana yasumu yawman wa yaftiru yawman. Kwani Nabiiullah Daud alikuwa akifunga siku moja na siku moja anafungua, siku moja anafunga, siku moja anafungua. Yote hii ni kukimbilia na kutafuta ridha za Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani, ulioafikishwa kuitekeleza ibada hii ya funga, endelea na ibada, kwani Rabbu Ramadhan, Mola wa Ramadhani ambaye ulimuitikia na ukatekeleza ibada hiyo kwa ajili ya kutafuta ridha zake, ndio huyo Mola wa Shawwal wa jamii al-ashhur, na miezi mingine yote ni huyo uliyemwabudu katika mwezi wa Ramadhani, ndio huyo aliyekuamrisha wewe kumtii na kufanya ibada, kujikurubisha kwake yeye na kutaka maghfira kwake yeye katika miezi mingine yote iliyopita. Ndugu yangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala haabudiwi katika Ramadhani peke yake. Kama umeafikishwa kutekeleza ibada zote ulizozifanya, vikiwemo visimamo vya usiku, kithirisha visimamo vya usiku hata nje ya Ramadhani, kwani huo ndio mwendo wa wema kuanzia bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maswahaba zake, tabi'ina, huo ndio uliokuwa mwenendo wao. Da'abu salihin, mwenendo mwema wa watu wema, ilikuwa ni wao kusimama visimamo vya usiku, bali ilikuwa inapofika kwao nyakati za jioni wanatamani waweze kuingia katika kipindi cha usiku, kwa sababu wanafahamu ni kipi kinachopatikana katika nyakati za usiku, kwa maana ya kwamba zile salatu tahajjud, visimamo vya usiku vya wewe kusimama ukijikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na ilhali watu wengi wamelala katika usingizi mzito, wewe ukasema hapana, ukaacha tandiko lako, ukaacha mke wako, ukaacha vyote, ukasema hapana, ukakumbuka mawqif adhim, mawqif mzito almurhib, ambaye utasimama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin, siku ambayo watu watasimama mbele ya Mola wao mlezi. Halafu usijihisi kwamba huna au ukakuta kwamba hakuna chochote ulichokifanya. Ukiyakumbuka yote haya, basi unaacha godoro lako na unasimama kumlilia Mola wako akusamee dhambi zako. Ni mangapi tunayeteleza sisi kama waja wa Allah subhanahu wa ta'ala? Na Allah subhanahu wa ta'ala dhul fadlil azim, lakini Allah subhanahu wa ta'ala ni ghafurur rahim, ni mwenye msamaha na ni mwenye kukubali tauba ya mja wake, maadamu utakuwa ni mwenye kutubia na kurejea kisawasawa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ukafuata masharti na vigezo vya tauba. Basi tambua ya kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni tawwabur rahim, ni mwingi wa msamaha, ni mwingi wa kumsamehe mja wake. Bali Allah anafurahi sana kumuona mja wake kateleza, kisha akajua kwamba ana Mola ambaye anayesamehe dhambi, kisha ukarejea kwake yeye. Basi Allah anafuraha kuliko wewe kurejea kwake yeye. Allah analipenda sana hilo. Na tambua tu ya kwamba mimi na wewe ni wakosa,
hakuna mkamilifu mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na yeyote atakayesema kwamba yeye ni mkamilifu tayari huko kusema kwake hivyo tayari huyu ni mkosa, ama huyo ni mwenye mapungufu. Al-kamalu lillah, ukamilifu ni wa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah katuumba na anafahamu ya kwamba tutakosea, na ndio maana akaweka milango ya tauba, na milango ya tauba iko wazi mpaka siku jua litakapochomoza kutoka magharibi kuelekea mashariki. Siku zote tunafahamu ya kwamba jua huchomoza mashariki kuelekea magharibi. Siku kibao kikigeuka, yani jua likatokea magharibi kuelekea mashariki, hapo tambua ya kwamba mlango wa tauba hakuna tena hapo hivi. Lakini maadamu kwamba bado mlango uko wazi, ni mimi na wewe kujituma na kujitupa kisawasawa. Tumefanya mengi katika Ramadhani, tusije tukayevunja kwa kufanya maasi, kwa kufanya hili na lile ambayo ni katika kumwasi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul ya ayuha nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, enyi watu, hakika nyinyi ni wahitajia, nyinyi ni mafukara. Wewe kuwa na utajiri utakavyokuwa utajiri wa duniani si lolote, si chochote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wewe ni takataka. Ikiwa utakuwa huna taa, basi jitambue wewe huna lolote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini wewe utakayedumu na taa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wewe ndio haswa utakayehesabika kwamba wewe ni katika vipenzi vya Allah subhanahu wa ta'ala, ni katika wapenzi wa kumpenda Allah, ni wapenzi wa kudumu katika taa na kumpenda bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pale utakapodumu katika mipaka ambayo Allah subhanahu wa ta'ala kakuwekea. Akasema Allah, ya ayuhan nas, enyi watu, katika sura Fatir, ya ayuhan nas, enyi watu, antumul fuqara'u ila Allah, nyinyi nyote ni mafukara, ni wahitajia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu huwal ghaniyyul hamid, na Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni mkwasi. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni tajiri. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ndiye mwenye kuhimidiwa na ndiye mwenye kushukuriwa kwa neema zote Allah subhanahu wa ta'ala, na wala hana mshirika Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu yangu katika imani, rejea katika taa, endelea na ibada, usije ukayavunja yale yote. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wala msije mkawa kama vile yule mwanamke, kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwa, kama yule mwanamke ambaye anayefuma kitambaa chake ama nguo yake, kisha baada ya kukamilika anaanza kuifumua tena. Usije ukawa hivyo baada ya kuwa umetengeneza mengi katika Ramadhani kisha ukaanza kuyafumua na kuyaharibu. Ndugu katika imani, ibada ya funga inaambatanishwa kadhalika na saumu Shawwal, na saumu Shawwal ni zile as-sittu min Shawwal, masiku sita ya mwezi wa Shawwal. Abi Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu anasema ya kwamba anna Rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala, ya kwamba bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam amesema, man sama ramadhana, yule atakayefunga Ramadhan, mwezi mtukufu wa Ramadhan, thumma atba'ahu sittan min Shawwal, kisha baada ya kumalizika Ramadhan akafatilizia na masiku sita ya mwezi wa Shawwal, kana kasiyami dahri, huyo atakuwa ni sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima. Allahu akbar. Siku 30 kisha ukafatilizia masiku sita ya Shawwal, basi unahesabika ni sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima, sambamba au mbali na masiku mengine utakayefunga kama hizo siku za Jumatatu na Alhamis, kadhalika ayyamul bidh, yawm Ashura, yawm Arafa. Hizi tu ambazo utakazozifunga za mwezi mtukufu wa Ramadhani ukafatilizia na masiku sita ya mwezi wa Shawwal, basi utahesabika ni sawa na mtu aliyefunga mwaka mzima. Na hizi ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Na katika hadithi ya Thauban radhiyallahu anhu anin nabii sallallahu alayhi wasallam qala, Thauban anasimulia kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba amesema, siyamu ramadhana bi 10 ashhurin, funga ya mwezi wa Ramadhani inapimishwa na kuchukuliwa uzito wa miezi 10. Wa siyamu 6 ayyam, na funga ya masiku sita, kwa maana ya kwamba masiku sita haya ya Shawwal, basi anasema siyamu 6 ayyami bi shahrayn, na funga ya masiku sita basi yanahesabika ni sawa na funga ya miezi miwili. Fadhalika siyamu sana, hivyo basi ikiwa miezi 10, ikiwa
siku 10 au siku 30 ni sawa na miezi 10, halafu siku 6 ni sawa na miezi 2, hiyo ni sawa na mwaka mzima. Yani Ramadhana wa 6 ayami baada. Hapa kimaanisha Ramadhani na ile masiku 6 utakuwa umehesabika kwamba wewe ni sawa umefunga siku au umefunga mwaka mzima. Na hizo ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, amesema Imam an-Nawawi rahimahullah, qala al-ulama wanazuoni wamesema, wa inma kana kasiyami ad-dahri, hiyo funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhani siku 30 ama 29 kisha zile siku 6 za mwezi wa Shawwal, anasema zimefananishwa na zikachukuliwa uzito mwaka mzima ama funga ya mwaka mzima, lianna alhasanata bi'ashri amthaliha, kwa sababu jema moja hulipwa mara 10 mfano wake. Siku 10 zinahesabika ni sawa, yani siku moja inalipwa mara 10. Sasa ukipiga mara 30 unapata 300, ukipiga na zile 6 hapo unapata 60. Kwa maana hiyo utakuwa umehesabika wewe umefunga mwaka mzima. Wa fi siyami 6 min Shawwal fadailun, lakini katika hii funga ndugu zangu katika imani ya siku 6 za Shawwal kuna fadaili nyingi sana. Kwanza kabisa, anna siyama 6 ayami min Shawwal baada Ramadhan, hiyo funga ya siku 6 baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, yastakmilu biha ajra siyami ad-dahri, hiyo inakamilisha ile idadi ya funga ya mwaka mzima. Thaniyan, anna siyama Shawwal wa Shaaban, kwamba funga ya Shawwal zile siku 6 na zile siku ambazo ulizifunga kabla ya Ramadhani, kwa maana ya kwamba katika mwezi wa Shaaban kaswalati sunani rawatib, hizo zinahesabika ni kama vile ilivyo swala ya faradhi, kisha ikawa hiyo swala ya faradhi kwamba ina swala zile za sunna ambazo ni za kablia na zile za baadia ambazo zinaikamilisha ibada yako ile ya funga au ibada yako hiyo ya swala. Na hivyo ndivyo ilivyo zile funga za 6, kadhalika zile funga za mwezi wa Shaaban itakuwa ni kaswalati sunani rawatib qabla swala al-mafruḍa wa baada. Hizo funga za 6 zitakuwa ni katika manzila ya zile sunna ambazo unazozifanya za rawatib, kwa maana za sunna kabla ya swala ya faradhi na baada kadhalika. Fayakmulu bidhalika ma hasala fil faradhi min khalalin wa naqsin, kwa sababu hiyo itakuwa imeshapatikana ama imeziba zile khalal, yale mapungufu ambayo huenda yakawa yamepatikana katika swala yako. Fa innal fara'idha tukammalu bin nawafil yawm al-qiyamah, kwani zile faraid, zile ibada za wajibu alizokufaradhishia Allah subhanahu wa ta'ala, kisha baada ya wewe kuzifanya ikaonekana kwamba kuna mapungufu yaliyopatikana ndani yake, basi siku ya kiyama zitakamilishwa na swala zako zile ambazo ni za sunan au za rawatib kama zinafahamika zile an-nawafil. Kwa maana hiyo siku ya kiyama mja, wakati siku hiyo unahitajia upate walau mithqala dharra, mfano wa mzigo wa mdudu chungu, kitu ambacho ni kidogo mno, huwezi hata kukiona kwa macho, labda kwa kupitia vyombo, upate hata hicho tu kidogo kiasi hicho uweze kukamilisha amali yako na uweze kuingia peponi ama kufanya uzito wa amali yako njema. Wakati huo baada ya kuangaliwa ibada zako zote, ikionekana huna chochote, basi Allah subhanahu wa ta'ala atawaambia malaika, hebu angalieni kwa mja wangu huyu, huenda katika ibada zake za nawafil, na hizi zote ni fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala, zitaangaliwa. Kama ulidumu nazo, basi zitajaziliza katika mizani yako na itakuwa ni sababu ya wewe kuipata janna. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala mimi na wewe atudumishe katika ibada hizi za sunan zaidi, ili tuweze kupata ajiri kubwa na kubwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thalithan, anna muawadata siyami baada siyami Ramadhan, kule kuendeleza na kudumu na kuendeleza ibada ya funga baada ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, alamatu ala qabuli sawmi Ramadhan, hiyo ni dalili na ni alama ya kuonyesha juu ya kukubalika somu yako ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Fa inna Allah ta'ala, kwani Allah subhanahu wa ta'ala, idha taqabbala amala 'abdin, atakapoikubali amali ya mja wake, waffaqahu li'amalin salihin, basi humwafikisha pia katika amali njema nyingine baada ya ile ambayo ameshaikamilisha. Kama qala ba'dhum, kama vile walivyosema baadhi yao katika baadhi ya ulama, thawabul hasanatu alhasanatu ba'daha, thawabu ya jema
ni kufanya tena jema baada yake, kwa maana kwamba ni wewe kuwafikishwa na Allah subhanahu wa ta'ala kufanya taa baada hiyo taa uliyofanya. Wako wengi wao baada ya kuondoka Ramadhani watasema bye bye, kwa maana kwamba wao wameshamaliza, hawatokutana na swaumu, hawatokutana na swala, hawatokutana na amali yoyote ile katika kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala mpaka tena kuingia Ramadhani nyingine. Tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuepushe na watu wa aina hiyo, bali atuafikishe katika taa baada ya taa. Rabi'an, anna siyama Ramadhana yujibu maghfirata ma taqaddama min adh-dhunubi. Funga ile ya mwezi mtukufu wa Ramadhani ambayo tumeshakamilisha kwa taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa fadhila zake na rahma zake, yujibu maghfirata ma taqaddama min adh-dhunubi. Hilo la kufanya hivyo linawajibisha kusamehe dhambi za ile madhambi yaliyotangulia, kama sabaka dhikruhu, kama vile ilivyotangulia katika mihadhara mbalimbali ambayo tumeweza kuelezea ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Waswaimuna yufuna ujurahum fi yawmil fitr, na wale wafungaji kawaida hulipo ujira wao katika ile siku ya funga, wa huwa yawmul jawaiz, nayo ni siku ya kulipwa. Fayakunu siyamu ba'da al-fitr shukran li hadhihi an-ni'ma, itakuwa funga baada ya kufuturu kwako itakuwa ni kushukuru neema hiyo. Fala ni'mata a'zama min maghfirati adh-dhunub, na hakuna neema iliyokuwa kubwa zaidi ya wewe kusamehewa dhambi zako. Nakumbuka katika mihadhara iliyotangulia tumesema Allah subhanahu wa ta'ala huwasamehe waja wake wanapokuwa katika ibada ya funga, bali misamaha ya Allah subhanahu wa ta'ala hushuka kila usiku. Kila jioni inapoingia, basi misamaha ya Allah subhanahu wa ta'ala hushuka kwa waja wa Allah subhanahu wa ta'ala wale ambao wamefunga ta'atan lillahi subhanahu wa ta'ala. Na Allah anamsamaha, walillahi utaqa minan nar, Allah ana watu ambao huachilia na huru, huachilia huru na moto wa jahannam, wadhālika kulla layla. Allahu akbar. Na hilo ni katika kila usiku. Allah huwasamehe waja wake wale ambao ni wafungaji pale wanapofuturu, basi husamehewa dhambi zao, kwa maana ya kwamba ni mtu ambaye huenda alifanya mambo na madhambi ambayo yangelimwajibisha yeye kuingia motoni, lakini kwa ile ibada yake kumwitikia Allah subhanahu wa ta'ala ikawa ni sababu ya yeye kusamehewa dhambi zake. Fayakunu siyamu ba'da al-fitr shukran li hadhihi an-ni'ma, fala ni'mata a'zama min maghfirati adh-dhunub. Hakuna neema kubwa kama wewe Allah subhanahu wa ta'ala kukusamehe dhambi. Waqad amara Allahu ibadahu bishukri ni'mata siyami Ramadhan, na Allah subhanahu wa ta'ala amewaamrisha waja wake kushukuru neema ya funga ya Ramadhani biidhhari dhikri, kwa kule kudhihirisha kwao wao kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, wa ghairu dhalika min anwa'i shukri, na mengineyo mengi katika aina za kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tumesema kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kumegawanyika, kuna kaulia na kuna fiilia. Kaulia hili kila mmoja wetu analiweza. Umepata jambo ambalo ni la khairi, unasema alhamdulillah, huko umemhimidi na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sasa kubwa na ambalo ni zito zaidi na wengi wanafeli ni wewe kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala fi'liya, kivitendo. Inakuwaje? Ni wewe kutenda amali baada ya kuwa Allah amekufanyia jambo jema. Huenda ulikwazika katika jambo fulani ukadhikika sana, kisha Allah akakufanyia wepesi. Baada ya uzito akakufanyia wepesi, na wewe ukarejesha tena shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutenda jambo ambalo ni jema zaidi. Huenda pengine kuna jambo lilikukwaza sana, lakini baada ya kupata faraja ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe ukasema hapana, narejesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ima kwa kutoa sadaka, ima kwa kujenga msikiti, ima kwa kusaidia walimu, ima kwa kusaidia wahitaji. Na katika suala ambalo watu wengi wameghafilika ni suala la walimu wa dini. Mal asafi shadid, hawa walimu wanakutengenezea chakula cha roho, ambapo utakapopata chakula hicho utaishi maisha ya raha, saada hapa duniani mpaka kesho akhera. Mbali na hilo watu wamelitupilia mbali na wala hakuna anayelijali hilo. Ikiwa ni chakula cha tumbo, mtu yuko radhi kutoa pesa yoyote ile kwa mwalimu. Ni wangapi kati yetu ambao wana wanafunzi ambao wanasoma mashuleni huko, ni pesa kiasi gani wanazitoa? Mamilioni ya pesa kwa mwaka, lakini kumlipa mwalimu wa madrasa 2,000, 5,000, 10,000, hapo ni shughuli, ni kipengele kama tunavyosema katika lugha za mitaani za zama hizi, ni kipengele. Lakini wallahi hatutopata saada kama tutautupilia mbali walimu wa dini,
walimu wanaokutengenezea watoto wako. Wewe unatoka nyumbani, unaelekea katika shughuli zako, unarudi ni wakati wa kulala, lakini yeye anapambana na watoto wako. Ima ni madrasa, ima umemweka nyumbani, lakini inafika mwisho wa mwezi kadhalika wala hata ujali, yani huni ni chochote, wala kumpa hata ile ajiri yake au ile ratibu yake, yale malipo yake kukufundisha watoto, huna habari. Tukiishi katika maisha haya, wallahi tutaishi maisha ya dhanka, hatutopata rahma za Allah subhanahu wa ta'ala. Anayekutengenezea chakula cha roho, huyo mjali kuliko unavyojali vitu vyote, kwa sababu huyo anakutengenezea maisha yako ya duniani kadhalika maisha ya akhera. Huyu mtoto wako uliomwacha nyumbani, lau ungelimwachilia tu hivi ungemkuta mtaani huko, lakini huyu kamrejesha na kumweka kiimani, kumtambua Allah subhanahu wa ta'ala, kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma dhalika. Lakini pamoja na yote hayo hakuna yote anayezinduka. Ndugu katika imani, turejee, tuwatambue walimu wa dini, tuwawezeshe ikiwezekana. Ni wangapi katika matajiri ambao wana uwezo kulifanya hilo? Sio matajiri tu, hata yule ambaye ni wa chini kabisa, wakajiorganize mkaweza kuliwezesha mwalimu wa madrasa, wala uko kumpatia ima pikipiki au kumjengea makazi au kumfanyia lolote lile ambalo litakuwa ni sababu yeye kubaki na kuendeleza kazi yake ya dawa bila ya wasiwasi. Shida ni kwamba wengi wetu tumejalia walimu wa dini kana kwamba ni walimu ambao hawana mahitaji. Hawali, hawavai, hawalali, hawana shida. Huyo ni binadamu kama wewe, muonee huruma. Na ukimuonea huruma, Allah subhanahu wa ta'ala atakuonea huruma. Arrahimuna yarhamuhumullah, arrahimuna yarhamuhumur rahman. Wenye huruma basi Allah subhanahu wa ta'ala huwa hurumia waja hao. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa shukrani tumesema zimegawanyika aina mbili. Ni kule kusema alhamdulillah, hii ni kaulia, kila mmoja wetu anaweza, lakini fiilia ni wachache. Mtu umeafikishwa katika biashara yako imekwenda vizuri, sema alhamdulillah kaulia, lakini baada ya hapo toa sadaka kuonyesha kwamba umefanya ile shukrani yako kivitendo. Hivi ndivyo mwenendo ulivyokuwa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikiwa kweli tunasema tunampenda na tunamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, huo ndio mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, bali yeye alikuwa ni mwenye huruma. Hakuna mwenye huruma kama bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuna mwenye huruma kama alivyokuwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hili la kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kivitendo tulipate namudhaj ama mfano kwa ufupi kupitia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bibi Aisha radhiallahu anha, ummuna, mama yetu, mama waumini wote, kila anajinasibisha na kwamba na imani, basi Bibi Aisha radhiallahu anha, bali wake zote za Mtume sallallahu alaihi wasallam hawa ni mama zetu. Anasimulia kuhusiana na tabia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Siku moja maswahaba wanamuuliza wakimuuliza Bibi Aisha, hebu tusifie kuhusiana na tabia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ilikuwaje? Kaifa kana khuluquhu sallallahu alaihi wasallam, ilikuwaje, namna gani ilikuwa tabia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Jawabu lake Bibi Aisha radhiallahu anha akasema, kana khuluquhu alquran, ilikuwa tabia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ni Qur'ani. Je, nyinyi msomi Qur'ani? Taban maswahaba bila shaka wanasoma Qur'ani. Wakasema tunasoma. Basi akamwambia, kama mnasoma Qur'ani, basi hiyo ndiyo tabia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kumkuti isipokuwa pale alipomwamrisha Allah subhanahu wa ta'ala, na yale aliyokatazwa huwezi ukamkuta katika huko, yani katika tabia hizo. Hiyo ndiyo tabia bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa Bibi Aisha radhiallahu anha anatupa picha halisia kuhusiana na shukrani sasa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ilikuwaje. Siku moja Bibi Aisha radhiallahu anha alimkuta Mtume sallallahu alaihi wasallam akiswali na ilhali amesimama kisimamo kirefu mpaka miguu imemvimba. Bibi Aisha akamuonea huruma kwa kumwambia, ya Rasulullah, ewe mjumbe wa Allah, hivi Allah subhanahu wa ta'ala hajakusamea dhambi zako? Hajasema Allah subhanahu wa ta'ala katika kitabu chake, kad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbik, Allah amekusamea dhambi zako zilizotangulia, ma taqaddama wa ma ta'akhkhara, zilizopita na zijazo. Mbona naona kama wajitesa? Angalia sasa jawabu la Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasemaje? Afala akuna abdan shakura, ewe Aisha, nisiwe ni mje mwenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala? Angalia shukrani za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma dhalika yaqumu al-layl wa yasumu an-nahar, anasimama visimamo vya usiku mpaka miguu inamvimba kuonyesha shukrani zake kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anafunga saum, mchana anaamka Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa ni mwenye kufunga. Lakini angalia
mimi na wewe. Mtume sallallahu alayhi wasallam ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ana wa anta min babi aula, mimi na wewe ni katika mlango, yani tungekuwa ni aula zaidi kuweza kujituma zaidi na zaidi, kwa sababu wakosa sisi kila kidogo tumeshakosa, kila dakika tumetengenya, tumetukana, tumefanya hili na lile. Kwa hiyo mimi na wewe tunatakiwa turejee zaidi na zaidi na tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala qawliyan wa fi'liyan. Ndugu katika imani, miongoni mwa shukrani za kurejesha kwako wewe hizo shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala baada ya Allah kukuwafikisha katika kumshukuru, ni pale Allah subhanahu wa ta'ala alipokuwekea ibada ya wewe kukithirisha kadhalika kumtaja zaidi na zaidi. Hilo la kumtaja ni kuonyesha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Faqala, akasema Allah subhanahu wa ta'ala, walitukmilu al-iddata walitukabbiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun, na mkamilishe idadi, walitukabbiru Allah, idadi ya funga, lakini pia mkabbir Allah subhanahu wa ta'ala, mtaje sana Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya siku ya Idi, ala ma hadakum, juu ya yale ambayo amekuongozeni Allah subhanahu wa ta'ala, wa la'allakum tashkurun, na kwa kufanya hivyo mtapata kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni surah al-Baqara aya 185. Ndugu katika imani, famin jumlati shukri al-'abdi li rabbih ala tawfiqihi, miongoni mwa jumla ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala juu ya tawfiki yake katika kutuafikisha katika funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, wa i'anatihi alayhi, na juu ya msaada wake Allah subhanahu wa ta'ala juu ya kutuafikisha sisi katika kuifunga hiyo funga ya mwezi mtukufu wa Ramadhan, wa maghfirati dhunubihi, lakini pia ule msamaha wake juu ya kutusamehe sisi zile dhambi, ayasuma lahu shukran aqiba dhalika. Kinachotakikana kwa mja ni kufunga baada ya hiyo Ramadhani ikiwa wewe ni kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wakana ba'du salaf, na ilikuwa baadhi ya wema, waja wema wa Allah subhanahu wa ta'ala waliotangulia, walikuwa idha wufiqa alqiyam layla min al-layali, ilikuwa anapoafikishwa kufunga katika usiku miongoni mwa mausiku, asbaha fi nahariha saima, yani akiafikishwa kusimama usiku akawa ni mwenye kufanya taa kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, akasimama na akaswali visimamo vya usiku, basi pale anapopambazukiwa asubuhi hupambazukiwa na ilhali ya kuwa yeye ni saiman, kwa maana ya kwamba ni mfungaji, wa yaj'alu siyamahu shukran litawfiqihi au litawfiqi lilqiyam, inakuwa funga yake hiyo inakuwa ni shukrani yake yeye kwa kule kuafikishwa kwake na Allah subhanahu wa ta'ala kuweza kuitekeleza ibada ile ya usiku, kuonyesha kwamba ibada kufatiliziwa na ibada nyingine, kuonyesha kwamba ibada yako imekubalika kadhalika kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni wewe kufatilizisha ibada baada ya ibada. Ndugu katika imani, kwa kumalizia, kuna tambihat tataallaq bisiyami sita, kuna tambihi chache ambazo tutaziongelezea kuhusiana na funga ya sita min Shawwal, ya masiku sita ya mwezi wa Shawwal. Wengi hukosea, na wako wengi ambao kwa misimamo yao ya ajabu ajabu na sijui wanazipata wapi, wao huwatengenezea watu kiasi kwamba mpaka wanazikimbia ibada. Yani inafika wakati mtu akwambia wewe usifunge sita, mtu anasimama hivi hivi wazi wazi kwa jahili alionayo, anamwambia mtu usifunge, ukifunga unatakiwa ufunge mpaka ufe, ukiacha labda unaweza kupatwa na hili na lile na lile. Au wengine wakajalia kwamba ni kurithiana, yani ni ibada kwa sababu babu alikuwa anafunga kwa hiyo na mimi nifunge, kwa sababu bibi alikuwa anafunga na mimi nifunge, kwa sababu shangazi, mjomba, kaka, nani alikuwa anafunga, mama, na mimi nifunge. La 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 la, ibada iko hivyo, bali wewe unafanya kutekeleza ibada kwa Allah subhanahu wa ta'ala ambaye imethibiti, na wala si kwa sababu babako alikuwa anafunga wala shangazi yako, bali hii ni toa ya wewe kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Una uwezo wa kufunga pale utakapoona ujira wake ambao ni mkubwa kama tulivyoelezea, basi kimbilia fanya ibada hiyo. Huna uwezo wa kuifanya, basi pia unaweza ukaacha, lakini usitengeneze mazingira ya kwamba kwa sababu babu ndo alikuwa anafunga, na wako watu wengine wanafunga tu kwa sababu babu yake alikuwa anafunga. Lakini wako watu wameshindwa kuifunga ibada hiyo kwa sababu tu ameambiwa wewe ukifunga basi wewe lazima ufunge maisha yako yote, ukiacha wewe labda utaangamia, utapatwa na jambo hili na lile. Haifai. Ndugu katika imani, ittikhadhu mawsim ghayru almawasim ash-shar'iyya aidan, kufanya msimu miongoni mwa mawasim ya kisheria kuwa ni Eid, kathamin Shawwali, kama vile ilivyo siku ya 8 ya mwezi wa Shawwal,
alladhi yusammihi ba'd al-'ama Eid al-Abrar, kama vile wengi katika awamu wanavyosema kwamba hiyo ni Eid, ni sikukuu ya watu wema. Laysa lahu aslun fi sharia, jambo hilo halina asili katika sheria. Wako watu ambao wamejijengea wakatengeneza mausim fulani wakasema hii ni Eid, na ilhali ya kwamba kuna Eid maalum ambazo ametuwekea Allah subhanahu wa ta'ala, Eid mbili, Eid al-Fitr wa Eid al-Adha, idafatan ila Eid ya usbu'ia ambayo ni siku ya al-Jum'a. Kwa hiyo wewe ukatengeneza ukasema siku ya 8 ya mwezi wa Shawwal kwamba ni siku ya Eid ya wema, jambo hili halina asili katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Thaniyan, baadhi الناس idha swama as-sitta min Shawwal fi sana, baadhi ya watu wanapofunga masiku 6 ya Shawwal katika mwaka, yadhunnu annahu yajibu alayhi siyamu fi kulli sana, basi wao hudhani na hudai kwamba ni wajibu kwake yeye kufunga kila mwaka. Wa hadha ghairu sahih kama kulna anifa, hili si sahihi kama tulivyosema hivi punde. Jambo hili ni jambo ambalo ni la khiari, kama alivyosema Mtume sallallahu alayhi wasallam, as-saimul mutatawwi'u amiru nafsi, mfungaji yule mwenye kujitolea kaamua kufunga yeye kama yeye, basi yeye ni amiri wa nafsi yake, kwa maana ya kwamba hakuna jambo ambalo linaweza likampelekesha au likafanya chochote kile. Insha aswama, ikiwa akitaka kufunga katika zile sunna ambazo ni za arawatib, akitaka afunge hizo somo, mfano somo ya Shawwal, ukiona umuhimu wake funga. Wa insha aftara, na akitaka atafungua. Kwa hiyo ni wewe mwenyewe kujipima mangapi unamkosea Allah subhanahu wa ta'ala na unahitaji msamaha. Na ikiwa basi ukiona kwamba zile fadhila ambazo umeambiwa kufunga mwezi mtukufu wa Ramadhani ukafatilizia na siku 6 usameo madhambi yako yote, bila shaka lazima ukimbilie ibada hiyo. Wala usama swama baadhi sit, na lau ikatokea mtu akafunga baadhi ya masiku katika masiku 6 yale, labda akafunga siku 4, 5 ama siku 3, lakana lahu ajru ma swama, atakuwa na ujira wa kile alichokifunga, walau lam yatimha, hata kama hakuweza kuyakamilisha masiku 6 hayo. Inna siyama 6, hakika funga ya 6 ya Shawwal, dalilu ala ilfi almuslim lisawmi, ni dalili ya kuonyesha kwamba muislamu kuizoea funga, wa rakbatihi fi, na kuwa na mapenzi na ibada hiyo, kujikurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa adaihi lil'amali tatawuan, na kule kutekeleza kwake amali kwa kujitolea, si lazima mpaka faradhishiwe au alazimishwe, la, bali yeye mwenyewe kwa kuwa anakimbilia maghfira na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala, basi anazikimbilia ibada ambazo ni at-tatawwu, ibada za kujitolea kama zilivyo funga za sunna, kadhalika swala zile ambazo ni za sunna ar-rawatib qabliya wa ba'diya. Ndugu katika imani, mpaka kufikia hapa ni muombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie kuwa ni wenye kudumisha ibada mpaka mwisho wa maisha yetu. Fallahumma taqabbal minas saimina wa a'inhum ala ta'atika ya arhamar rahimin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.